Naam, kwa hiyo tunaingia katika mada ya pili inayosema kifo cha Mtakatifu Francisco, mwanzo wa harakati ya kiroho duniani. Kifo kinakuwa mwanzo wa harakati za kiroho. Baada ya kifo chake, harakati za kukua katika maisha ya kiroho duniani yaliongezeka. Pengine Padri tupitishe kifo chake, baada ya kifo chake. Tunapoadhimisha hii jubilei ya miaka 800 baada ya kifo chake. Baada ya kifo chake, makuzi ya kiroho duniani yalikuwaje? Maisha ya kiroho. Nafikiri tuanze na kifo chake chenyewe ambacho nimezungumzia kidogo, lakini unaweza ukaona vizuri athari ya kifo cha mtu baada ya kuondoka. Wengi wanapenda kusimulia sifa za mtu aliyekufa. Sasa ukibahatika kupata sifa zako kabla hujafa, inakuwa nadhani ni jambo jema zaidi. Ndio. Unazisikia sifa zako, sio unakufa ndo wanakusimulia. Kusimulia baadaye. Ndio. Nafikiri kitu kimoja tu cha msingi kwamba leo hii miaka 800 baada ya kifo chake tunamzungumzia. Ni kitu kikubwa. Tayari inasema kitu kwa sababu nilikuwa nasoma wakati pale Mtakatifu Alphonse Maria Oligori akizungumzia kifo cha Mkristo. Anasema angalia namna ambavyo wanakukimbiza kaburini, wanakuzika haraka yani waondokane na wewe. Yani alafu baada ya hapo wakisharudi wanafanya sherehe yao pale, wameshakusahau. Ukumbukwe kimsingi. Wanakusahau kabisa. Lakini ikiwa huyu mtu ameondoka miaka 800 bado leo tunaweza tukamzungumza, kuna kitu kikubwa tunakiona pale tu baada ya kifo chenyewe kwamba kwanza kabisa ndio wakati kabla ya kifo chake akiwaambia ndugu kwamba mimi naondoka, huzuni ilikuwepo bila shaka. Kuna waliolia, kuna waliosema baba unatuacha itakuwaje na nini. Lakini kweli kimsingi anapoondoka watu wa Asizi wanafanya sherehe. Wanapouhamisha sasa mwili wake kutoka pale kwenye kanisa cha Bikira Maria Malkia Malaika ili wapeleke warudi Asizi penyewe pale juu, watu wanafanya sherehe, wanakata matawi ya mitende, wanaimba wakishangilia. Badala ya kulia wanashangilia. Wanaimba na kushangilia. Na haimchukui muda mrefu, miaka 2 anatangazwa kuwa mtakatifu. Miaka 2 tu baada ya kifo chake. Anatangazwa kuwa mtakatifu. Vitu gani vilimfanya atangazwe mtakatifu? Maana tunajua kanisa lina utaratibu wake. Mara miujiza, sijui miujiza inayotokea ni mingi baada ya kifo chake. Ilitokea mingi kupitia maombezi yake. Watu wengi wanakuja kuripoti. Hata baadaye sana tutafahamu kwamba huyo tunayemuita mtakatifu Bonaventura aliponywa kwa maombezi ya Mtakatifu Francisco wa Asizi. Aliponywa? Ndio. Maombezi ya Mtakatifu Francisco wa Asizi. Hiyo imefahamika baadaye sana. Lakini hiyo miujiza ya uponyaji, miujiza wale waliokuwa wanasumbuliwa na nguvu za giza na nini, ambao walikuwa huru kabisa, ni mingi. Kwa imesimuliwa baada ya kifo chake. Kwa hiyo wanafanya sherehe kama ya matawi wakienda kumzika katika yale maandamano, wakiupeleka mwili wake. Ndio. Na baadaye wanaenda kumzika katika kanisa la Mtakatifu George pale. Ni sherehe kwa watu wa sherehe. Na tunakumbuka watu wa nyakati hizo, mwili wa mtu huyu mtakatifu katika mji wenu ni ulinzi. Kwa hiyo yani ni bahati ukipata muwe na mtakatifu aliyezikwa kwenye mji wenu. Mji wenu unalindwa. Ndio uelewa wao ulivyokuwa. Ndio maana walikuwa wanakimbilia sana maombezi yake, wanamuomba kwa ajili ya ulinzi, kwa ajili ya mambo mbalimbali waweze kufanikiwa. Kwa hivyo mpaka leo miaka 800 kifika Asizi, unaona bado yale mazingira, unahisi ule uwepo kama wa huyu mtakatifu bado yupo, bado anaendelea kuishi katika yale mazingira. Ndio. Na Mtakatifu Francisco wa Asizi baada ya kifo chake huo mwaka 1226, baada ya mwaka 1226 tunaona kumetokea ukuaji wa shirika la Mtakatifu Francisco wa Asizi. Ukuaji wa shirika hilo unaweza ukalielezeaje? Shirika limekuwa katika maana gani? Shirika limeendelea kukua kwanza kwa maana ya kuongezeka kwa hizo familia kwa waliojiunga,
zaidi sana mpaka walei wengi sana. Na nafikiri kikubwa hasa ni wale ambao waliendelea kuingia, wengine hata tayari mapadri wa mashirika kwa sababu wakati ule Francisco mwenyewe aliwahi kutamani aende akahubiri katika nchi zile pengine zenye imani tofauti, kwa sababu ilikuwa wengi wakienda huko wanauawa, wanakufa mashahidi. Kwa alitamani hicho, lakini Francisco hakuwahi kupata hiyo bahati. Kwao ilikuwa ni bahati kwenda huko na uawe kama shahidi, ni bahati yeye hakuwahi kupata. Lakini tuzungumzie kidogo kwa mfano Mtakatifu Antoni wa Padua. Kwa nini Antoni anajiunga na Wafransiskani akiwa Mwagustino? Amesikia kwamba Francisco alituma nadhani wamisionari wa kwanza huko Afrika ya Magharibi huko katika nchi ya Kiislamu, wakahubiri, wakauawa. Ndio Agustino anataka kwenda pia kuuawa. Kwa hiyo anatoka huko anajiunga na shirika hili ili apate nafasi ya kutumwa kule. Antoni. Ili aende, lakini tunakumbuka kwamba safari yake Antoni inaishia Padua. Yeye kwa asili sio mtu wa Padua. Yeye sio mtu wa Padua kwa asili. Sasa si watu tunamuita Mtakatifu Antoni wa Padua kwa sababu ile meli waliosafiri nayo ilipata shida ikaishia Padua. Kwa hakuweza kwenda kule, hakuweza kwenda tena kule, akaishi Padua, akahubiri pale, akafanya uongofu mkubwa sana pale. Kwa anajulikana Mtakatifu Antoni wa Padua. Mtakatifu Antoni wa Padua ili kutofautisha na Antoni wengine. Kwa hiyo hivyo shirika limekuwa limeongezeka kutoka maeneo hayo ya Ulaya mpaka sasa Afrika, Tanzania wapo. Kwa mfano hizi tukizungumzia katika daraja la kwanza, familia zote tatu zipo, ndugu wadogo wa Franciscan na Wakapuchini wapo, wa Mtakatifu Clara pia wapo, na hii daraja la tatu ni wengi zaidi wapo. Kwa hiyo ile roho yake inaendelea. Shirika limeongezeka, limekuwa na linaleta matunda kwa watu. Na pengine kutokea pale Asizi mpaka dunia nzima, safari ya Mtakatifu Francisco wa Asizi na urithi wake, pengine kuna vitu gani vya kujivunia kutokea Asizi vina effect ama vinaleta athari katika maisha yetu? Nafikiri ni ule urithi unaozungumzia aliyouacha, maisha yake na hadithi zake na masimulizi yote vinatokea Asizi, natufikia mpaka Asizi. Lakini tunaifahamu Asizi kama kitovu cha dunia cha mambo mbalimbali. Asizi wamekusanyika mara kwa mara viongozi wakubwa wa kisiasa tu wa dunia kuzungumzia amani. Wamekusanyika pale kwa ajili ya wakimrifaa Mtakatifu Francisco wa Asizi kama mjumbe wa amani. Lakini pia mababa watakatifu wanafika pale kusali, kuomba amani kwa ajili ya ulimwengu. Kwa hiyo ni kitovu cha amani, yaani sehemu ambapo kunatokea huu ujumbe wa kuhimiza amani duniani kote. Utulivu wa pekee sana, na hata wale ambao pengine wana maswali magumu, wanasema ngoja niende huko walau nikatafute kama nitapata majibu. Wanasema inawezekana sijapata majibu yote, lakini nasikia utulivu wa pekee. Walau ile purukushani iliyopo kwenye akili na moyo, naona kuna utulivu. Lakini ni sehemu ambayo inakaribisha watu wengi mbalimbali mataifa. Lakini unaweza tu kwenda pale kwa sababu kutoka huko uliko umesikia habari zile. Kwa maana yake ni habari inayovuma sana. Panavutia watu kwenda na nini. Asizi pengine kwa huku Tanzania sehemu ambayo inataka kufanana na Asizi ni wapi? Kinyerezi au Kigere? Hizo zote ni Asizi ndogo ndogo. Asizi ndogo ndogo. Basi pale katika parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Ikwiriri, katika eneo la makazi ya mapadi, nyumba ya mapadi, hilo eneo padi baba paroko amelibatiza, analita Asizi. Kwa hiyo kuna mishale, maelekezo kutokea barabarani mpaka kufika kule. Linaitwa eneo hilo Asizi. Na kufika pale nadhani linasadifu kidogo kwa sababu kuna wanyama wa kila aina, kuku, njiwa, ndege, mbuzi. Kwa hiyo mazingira tulivu, miti. Kwa hiyo ukitaka kama unashindwa kufika Asizi ya
ya Roma ya Italy, basi unakaribishwa pale katika parokia ya Ikwiriri na Asizi ndogo. Naam. Kwa Mtakatifu Francisco wa Asizi ametuachia urithi mkubwa katika maisha yetu tunapofanya sherehe ama Pasaka. Anasema Pasaka ya Mtakatifu Francisco wa Asizi. Kuna uthibitisho wake kama mtakatifu na athari zake kwa waamini. Pengine amegusia kidogo kwamba baada ya kifo chake ni miaka 2 tu alitangazwa kuwa mtakatifu. Kuna watakatifu wengine wanachukua miaka mingi. Kuna watakatifu wengine, kuna watu wengine wanakufa lakini bado wanashindwa kutangazwa watakatifu. Haimaanishi kwamba pengine sio watakatifu, lakini kwa utaratibu wa kanisa mpaka watu wanatambua hiyo hali ya kuona kwamba huyu kweli alikuwa mtakatifu na anaamua kumuita mtakatifu kutokana na miujiza inayojitokeza na nini. Pengine athari zake yeye kama mtakatifu zilikuwa nini kwa waamini, na waamini wajifunze nini kupitia hilo tukio la kutangazwa yeye kama mtakatifu? Athari zake kimsingi baadhi ambazo tumezigusia. Yeye kama mjumbe wa amani, alisisitiza watu kupatana. Kwa hivyo nakumbuka mojawapo ya hata masimulizi yanayosimuliwa wakati fulani, jaji wa hapo Asizi alikuwa na changamoto na askofu wa Asizi. Francisco katika ugonjwa wake na matatizo aliyokuwa nayo siku za mwisho za uhai wake, alienda kuwapatanisha. Kwa na upatano kati yao. Kwa hivyo upatano, kuishi kwa upendo na amani, hasa ulikuwa ujumbe wake. Katika maisha yake ya kawaida aliyotafuta kuyaishi, tunajifunza kwamba ule udogo unamaanisha mambo mengi sana. Wakati mwingine unaweza kuwa na wazo, kwa mfano, sio lazima ushike mpaka silaha kutetea tu wazo lako. Wakati mwingine unaweza ukasikiliza mwingine anasema nini. Unaweza kuwa hata na wazo bora zaidi. Kwa hivyo ule ufukara tunazungumzia hauhusu tu masuala ya mali na nini, lakini pia kule ufukara wa mawazo yako yawe chini kusikiliza ya wengine. Ndani kiroho kuwa na uwezo ule wa kuachilia pia vitu na kuweza kuishi kwa amani na lakini tunaona mafundisho aliyotoa, kwa mfano kwa vijana Francisco wa Asizi ni mfano mzuri kwa vijana kwa sababu aliishi kama vijana wengine. Alikuwa na pilika zake za hapa na pale, lakini anaamua kukaa chini na kujiuliza maswali ya muhimu, hivi naelekea wapi, na kusikiliza sauti ya Mungu inayomuuliza Francisco, unataka nini katika maisha? Leo tuseme katika kipindi hiki wametengeneza utaratibu mzuri sana kule Italia, wa vijana wengi kutoka Italia yote huwa kila mwaka wana safari ya kwenda Asizi kama hija vijana nasema, na wanapata nafasi pale ya kukaa, kusali, kujifunza katika mazingira ambayo tunafahamu Ulaya kidogo wakati mwingine imani na changamoto hasa kwa rika hili la vijana na nini, pengine hawataki kwenda kanisani, hata hawana habari. Lakini bado tunapozungumzia hivyo tu, wakati mwingine ukienda kule unaona tofauti. Pengine imani iliyopo ina uthabiti zaidi. Pengine sisi huko kila mtu yuko kanisani, lakini sio wote tupo hapo. Kama mazingira kama yale ambayo sio kila mtu anaenda kanisani, wale wanaoenda unaona imani yao ipo kweli imara. Ipo imara. Na wana uwezo wa kusimulia kabisa mang'amuzi ya pekee ya kiroho ambayo wanayo katika maisha yao. Kwa hiyo tunaiona athari hiyo kwa vijana. Tunaelewa pia athari aliyoiacha akiwafundisha pia wazazi. Wakati mwingine tuna changamoto za hapa na pale za tofauti za mitazamo, uelewa kuhusu miito. Francisco alipata wito, lakini kulikuwa na changamoto kubwa nyumbani. Clara pia hivyo kama ilivyo kwa watu wengine. Lakini ile pengine uwezo wa kusikiliza sauti ya Mungu hata kwa wazazi, kuelewa watoto wao wanaitwa na Mungu na kuweza pia kuwaunga mkono, kukubalia. Sio tu kuweka vikwazo, nataka familia, nataka wajukuu, nataka familia. Mungu ameita sasa, naweza ukawa tayari kupokea kile alichosema Mungu na kuweza kumsaidia kijana aweze kupokea wito wake ili aweze kuishi vizuri. Kwa sababu bila shaka
Francisco tunayemzungumzia leo, kama wazazi wake, baba yake mfano angeweza kukaa, kumbe nilikuwa napinga kitu kikubwa hivi, mtoto wangu amekuja kuwa amekuwa mkubwa zaidi ya kile ambacho wangetaka, yeye alitaka. Pengine nilikuwa mfanya biashara, ningeishia tu pale Asizi na nguo zao anauza basi na kufa hiyo. Lakini amekuwa kitu kikubwa zaidi kwa sababu ya udogo ule aliokuwa anauchapa. Lakini pia kwa Wakristo kwa ujumla, Francisco wa Asizi ni mfano wa Kristo bora. Alinifundisha cha kufanya, na ninyi kila mmoja amtaki Mungu amfundishe. Hajatuachia tu kama nimesema hivi fuateni hiki. Nasema Mungu aliongea na mimi kwa namna fulani, kwa namna yangu ambayo mimi ndiweza kuelewa. Anaongea na kila mmoja pia, na wenyewe mnaweza kutoa ushuhuda wa kweli. Kwa kila mtu asikilize Mungu anasema nini na aweze kufuata njia ile ile, kwa sababu njia ni moja tu ya Yesu Kristo, lakini kila mmoja atapewa kwa namna yake ule ufunuo ama ya hayo maelekezo. Kwa hiyo usikivu, Francisco alikuwa msikivu. Mkristo msikivu, sababu anaweza kusikia ile sauti inayomuuliza, Francisco unataka kuwa nani? Unataka kumtumikia nani? Francisco nenda kakarabati kanisa langu. Anasikia. Ndio. Kwa sababu pia alikuwa amejiweka katika utulivu. Wakati mwingine tuna mambo mengi, unasoma mambo mengi sana. Huwezi hata kusikiliza chochote. Wala huwezi kuona chochote. Yaani wewe mambo yamekuja. Kwa hiyo ni mfano wa pekee wa kuigwa. Nadhani kwa kila mtu. Kwa kila mtu. Kwa sisi wa Franciscani ni baba ambaye alikuwa wa pekee. Muelewa sana. Inasimuliwa wakati fulani ndugu wote wako kwenye mfungo. Mfungo mtakatifu. Kwa hiyo hamna kula. Usiku wa manane ndugu mmoja anapiga kelele, analia. Ameshindwa, yani mambo yalikuwa Francisco anaamka, anasema vipi? Anasema baba mimi siwezi. Anasema waamshe ndugu wote, leteni chakula, tule. Tule wote. Akafungulia. Kwa ajili ya mwenzetu mmoja ambaye ameshindwa. Tumsaidie. Sio kama tu lazima tu ushikilia. Wakati mwingine unaangalia mazingira. Kama uwezi ondoka. Sema ndugu. Maana atufundisha pia namna ya kutatua changamoto zetu tunapokuwa nazo. Sio lazima kuona kitu katika ubaya, kushindwa hivi, ufai. Kwa hiyo ile kuwapa nafasi ya kuwaelewa wale ambao tunao. Sio mawazo hasi tu wakati wote. Hivyo kuna namna ya kusaidiana na kuchukuliana. Na bila shaka huyu ndugu alijisikia kabisa kama mimi hapa nimependwa kweli. Jamii yote kwa ajili yangu. Mimi nimethaminiwa kweli. Na utakuta kwamba hakuna mahubiri bora katika maisha yake huyu ndugu zaidi ya haya. Yaani hayo ni mahubiri tosha kabisa ya maisha na ambayo yanambadilisha hata yeye atakuwa mtu tofauti sana. Mtu tofauti sana. Kwa hivyo nadhani kuna mengi kabisa katika miaka hii 800 ya kufunza kwa Francisco. Francisco anaongea na kila mtu. Kila mtu. Sio tunaweka mipaka. Ndio. Mimi bwana siongei na huyu. Francisco, ukitafakari ile la mkoma kama linagusa. Sababu hakumdharau yeyote. Alivuka hata mipaka useme. Kama ulivyosema, wale walikuwa wanawatenga, hawakuwa wanafanya makosa. Lakini yeye tu ndio anayevuka mipaka, sasa anaenda hivyo tu. Kwamba ile Injili kwamba mnaweza kufanya mambo makubwa kuliko hata yangu. Inavuka. Lakini mkiwa na imani. Yeye alikuwa na imani kubwa. Hiyo ni imani inayomsukuma kuweza kufanya yote.